Nimeiona hiyo discussion ya ICC na rais wa Tanzania, namzungumzia Samia Suluhu Hassan, and miili imetapakaa kule Tanzania. Kiukweli kuna watu wengi sana ambao walipoteza maisha yao, and I talked about it kabla ya maandamano. Ikawa nawaambia kwamba sawa, maandamano itafanyika, lakini mwisho siku hasara huaga kubwa sana, as much as pia mabadiliko hayapatikani tu kwa urahisi. Kuna muda inabidi watu wengine wajitolee, na waliojitolea walishajitolea, wamefariki, and hakuna kitu kibaya au hakuna sifa mbaya kama kuitwa muuaji. Sasa hivi Samia ni kitu ambacho ataishi nayo milele na milele, na naweza nikasema inaweza ikawa mwanzo sasa wa, naweza nikasema mwanzo wa kuharibika kwa chama cha CCM, kwa sababu sio sifa nzuri hiyo. Ruto mpaka leo anapambana na hiyo sifa ya kuwa muuaji, kwamba kuna kipindi watu walijitokeza barabarani wanafanya maandamano, watu wakauawa, and wao kwa sababu ndo walikuwa na uwezo wa kucontrol idara ya ulinzi na maafisa wa polisi hawakufanya hivyo. Kama walifanya, lakini mwisho siku watu wakauawa, lakini hatukuwahi kuona pia hatua zikichukuliwa, kwa sababu hatua isipochukuliwa then watu wanaamini kwamba okay, sawa, then serikali kuna namna fulani inafanya nini, inafanya kazi na maafisa wa polisi kutuliza wananchi, lakini kwa njia hiyo ya kuwaua. ICC, Mama Samia, Tanzania. This is not the first time tunazungumzia ICC wakati mauaji yanaonekana Afrika. Hapa Afrika mauaji yanatokea bana kila mara. Mimi nataka nikuulize swali, na ni swali ambalo litakuwa ngumu kidogo. Mara ya mwisho unaona hapa Afrika rais anakamatwa na ICC ilikuwa ni lini? Ukiachana na hii ya kina Ruto ya mwaka 2007, hii ya kina Uhuru Ruto 2007. Nipe mmoja rais ambaye amekamatwa, kwa sababu hapa watu wanauawa kila siku. Hapa Afrika watu wanauawa. Mara ya mwisho umeona ilikuwa ni lini? Nina mengi sana ya kukufahamisha kuhusu namna ambavyo ina operate hii hapa ICC. But before that, nina taarifa hapa ambayo naomba iwafikie Team Double Updates na mtu yeyote ambaye anataka kuungana na sisi kwenye safari hii hapa. But kwa wale ambao wameiona, mnaweza mkaskip tukutane mbele, kwa sababu kuna mengi zaidi ambayo nataka nikufahamishe. Kwa hiyo ione kwanza video alafu ndo tuendelee. Naomba usaidizi kutoka kwenu Team Double Updates. Tushikane mikono ili tuwasaidie pale tutaweza kina mama hawa ambao wamekwama hospitali ya Mama Lucy hapa Nairobi. Na kabla ya usaidizi wako, naomba kwanza usikilize story yao. Wakati nilitembelea hospitali ya Mama Lucy Jumatatu hii, nilishtuka sana kukutana nao kwenye room moja zaidi ya kina mama 30 au 30 ambao wamekwama na hawajui watafanya nini ama wataenda wapi. Kilichoniumiza zaidi ni kwamba kina mama hawa walijifungua kwa operation ambao wengine huwa wanaita CS, wengine wakajifungua kawaida, na kwa bahati mbaya wote watoto hawakusurvive, walifariki au wakafariki, lakini kwa muda tofauti. Na cha ajabu ni kwamba kwa sababu ya kukosa uwezo wa kuwazika watoto wao makwao, walikubali wakapewa hospitali ruhusa ya kudispose miili ya watoto hao au watoto wao, ili na wao wapambane kutafuta pesa ya kulipia bills zao watoke, lakini ndio hivyo wakashindwa. Mpaka sasa hivi tunaongea wameshindwa kabisa kulipia bills zao, na wanaomba kama itawezekana sisi hapa Team Double Updates tutoe watakaowezekana, tufanye chochote ambacho tunaweza tukafanya na kulingana na tutakacho pata, si ndio? Au kulingana na kitu ambacho tutapata. Sasa naomba hapa watu 5,000 tu, tuko wengi hapa Double Updates, na watu 5,000 kama tutajitolea, kama tutafanikiwa kuchanga 50 kila mmoja wetu, tutakuwa na 250. And niamini 250
itatusaidia kutoa zaidi ya watu 25 au hata wote 30 ambao niliwapata kwenye hiyo room, na kwa sababu wana bills tofauti tofauti. Kuna wale ambao wana 20,000, 15, 10, 30 kuendelea hivyo hivyo, japokuwa mimi mwenyewe niliwaambia kwamba wajaribu na wao pia, mtu akipata 3,000, 2,000, 5,000 hivyo hivyo kidogo kidogo ambao watapata tutaongezea ya kwetu, then tutawatoa wiki hii hapa. So naomba ikiwezekana tuwatoe wiki hii, waanze mwezi wa 11 nyumbani, wakiendelea kuomboleza watoto wao, kwa sababu sio rahisi and sio kitu kidogo kupoteza mtoto. And wengine hapa hata ni kama hawakuona watoto wao, kwa sababu wakati umefanyia operation kuna muda hata haujisikii vizuri. Sasa umejifungua mtoto amepelekwa labda hata nursery huko and imeshindikana, ndio hivyo. So sometimes naona wengi wanasema hospitali ya Mama Lucy hapana, lakini mimi mwenyewe nilishuhudia, nikagundua huko ndani mambo sio rahisi, sio kama tunavyofikiria huko nje. You can imagine over 25 slums. Nataka unisikilize kwa makini kabisa. Over 25 slums imeizunguka. Naweza nikakutajia, sio Mathare, sio Dandora, sio Babadogo, sio Mukuru, sio Kayole, sio wapi. Yaani over 25 slums imeizunguka. Na ujue ni watu ambao wana struggle na maisha. Kila siku wanapokea wagonjwa ambao hata hawajiwezi. And sometimes najua watu wengine wanaendaga huko wanashtuka, mbona kama watu wako wengi hivi? And watu wakishakuwa wengi hivyo, hata matibabu sometimes hayawezi yakawa ambayo inatakikana. Inabidi hata kitanda kimoja watu wanashaa watu 3. You can imagine. Na sasa hata kuna muda mwingine wengine wanaachiliwa, hawawezi kwenda nyumbani kwa sababu ya kukosa mbele wala nyuma. And nikajua kweli watu wanapitia muda mgumu sana. Kwa hiyo team Double Updates, mtu yeyote tu ambaye atakuwa ameguswa kwa namna moja au nyingine, tafadhali kupitia details ambazo zipo kwenye screen, tunafanya challenge ya 50. Na hapa tuko wengi kama nilivyosema, tuko watu 1,100 kuendelea. Nahitaji tu usaidizi kutoka kwa watu 5,000. Na watu 5,000 hawa tukifanya challenge ya 50 tutakuwa na almost 250,000. Na hii pesa itatusaidia kutoa wote watu kama 30 ambao mimi niliwakuta pale, na bado wanaongezeka by the way. So watu kama 30 ambao niliwapata pale tuwatoe msimu huu hapa wa Christmas, waende nyumbani na waendelee kuomboleza watoto wao, kwa sababu uchungu wa mwana anajua mzazi. You can imagine, nimepoteza mtoto, bado niko hapa, nimeshindwa kutoka. Then mimi naamini tukifanikiwa mambo yataenda vizuri sana. Kwa mtu yeyote tu ambaye ameguswa, hakuna mtu ambaye analazimishwa. Yeyote tu ambaye atakuwa ameguswa, kupitia details ambazo zipo kwenye screen, tunafanya challenge ya 50. Lakini kama unatamani labda hata kusimamia watu 2, 3, 4, unaweza kutoa 200 usimamie watu 4, au hata 2 utoe 100 usimamie watu 2, hivyo hivyo. And mimi naamini by Monday next week tutakuwa tumewatoa wameenda nyumbani, and naamini kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Asanteni sana. Details ndio hizi hapa kwenye screen. Unaweza ukanipigia, mtu yote ambaye ana kitu kingine anaweza kanipigia, then tutaongea na tujue ni namna gani tutasaidiana hapa sasa, kwa sababu tutafanyaje, inabidi tujisaidie wenyewe kwa wenyewe, sio? Alright, asanteni sana ndugu zangu, na kila mtu tu ambaye kwa namna moja au nyingine aliguswa, alipatana na taarifa hiyo, akaguswa na akafanya jambo. Tunaendelea hivyo polepole. Kesho ndio siku ambayo nitafika pale ni watoe kina mama wale, na naamini tutafanikiwa. Wale ambao tutafanikiwa kutoa sawa tu, there is no problem. But kwa mtu yeyote ambaye bado anatamani kutusaidia au kuchangia, kama nilivyosema hapo, details zipo kama ulivyoona kwenye screen, au hizo ambazo zipo kwenye screen, then kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Now, swala la ICC na Afrika, kuna ugomvi kubwa sana ambao inaendelea, and najua watu wengi hata hawajagundua kitu kama hivyo, kwa sababu kama kweli ICC okay, ina function, ipo inafanya kazi, lakini mimi nakwambia kama ICC ingekuwa ina uwezo sasa hivi ya kuwakamata watu hapa, viongozi hapa Afrika, Ruto anakuwa miongoni mwa watu ambao sasa hivi wangekuwa ndani. Mauaji bado yaliendelea, true or false, hapa Kenya yaliendelea. What happened? Si tuliimba tu hizi ma ICC, sisi tukaimba na mwisho wa siku hakuna kitu ambacho kilitokea.
Hakuna kitu ambacho kilitoka. And by the way, let me tell you one thing. Na mpaka unaona marais wanaruhusu mauaji kama haya yafanyike, waga wanajua kuna sehemu unaweza mkawapeleka. Wanajua vizuri sana. Wanajua vizuri sana. Nakumbuka vile vitu vitatu mimi nilikutajia hapa. Ukitaka kuongoza wewe kuwa tuna pesa, bunduki na watu. But mostly unakuta hawa wanaotaka kuongoza yani hawako interested na watu. Bora tu ana bunduki na hiyo pesa. Nikizungumzia bunduki nazungumzia jeshi, nazungumzia sio maafisa wa gani wa polisi, idara nzima ya ulinzi. Na ninapozungumzia pesa ndo unaweza ukanunua tena hata yule mwananchi. Unaweza ukamnunua kiongozi, unaweza ukaiba kura, unaweza ukafanya hivyo vitu vyote ambavyo unaona kabisa vinafanyika kwenye serikali. Umeelewa? So point yangu ni hii hapa. Hata mauaji ambayo yalikuwa yanafanyika Kenya, walikuwa wanajua vizuri unawapeleka wapi. Wao wenyewe wamejipanga. Unataka kuwapeleka wapi? You can imagine mtu anatoka huko kuja kumkamata Ruto huko. Wewe unadhani ni rahisi? Wewe unadhani ni rahisi? Hakuna, yani mtu asikudanganye kwamba kuna watu tu wamekaa sehemu fulani eti sasa hivi Samia akiua watu anakuja kukamatwa. Samia hakuna sehemu anapelekwa. Like hawezi kukamatwa. That's the truth. Umenipata? Sio kama umenipata. Like ndo painful truth ambayo ipo hapa. Anakamatwa saa ngapi? Na nani? Kwa nini? Yani yes kabisa unaona kabisa hapa amehusika. Mauaji yamefanyika lakini hawezi kukamatwa mwisho siku. Na kama ingekuwa inatokea wana uwezo wa kukamatwa au wanaweza kamatwa hawa watu, hawangekuwa na mauaji. Kwanza wangekuwa wanawaambia mapema jeshi. Hapo kwenye kuuana hapo kuua watu usijaribu kwa sababu ukiua mimi nitakamatwa. Trust me. Hivi sasa hivi wewe uko mtaani hapo. Hebu fanya makosa hivi hata kuku ya mtu hapo uone utakamatwa. Yaani wewe unless ujifiche. Haya, akina Samia hapa tunaona watu wamekufa, wamekamatwa, hajakamatwa. Kwanza ana mapema Biblia anasema mapema anaingia kwa ofisi. Uwezi utamfanyia nini? Uwezi kumfanyia kitu. So mtu asikudanganye kwamba eti kuna ICC, kuna watu, kuna majaji, sio kuna nani wamekaa sehemu wanangojea eti mtu afanye mauaji hapa Afrika eti waje wamkamate. Waga haifanyiki hivyo mtazamaji wangu. Haifanyiki hivyo kabisa. But again mimi nataka niwaambie kitu. The reason why niseme hapa viongozi wa Afrika inakuwa vigumu kabisa kukamatwa na ICC, kitu cha kwanza ni presidential immunity. Presidential immunity. Most presidents have legal immunity while in power. This means they cannot be arrested or tried in their own country or by foreign forces while they are still the head of state. Uwezi. Sio kama unanielewa mtazamaji wangu. Na kama unadhani ni uongo, Ruto sasa hivi angekamatwa. Angeshakamatwa vizuri sana. Hata huyu Samia hapa. Samia angekuwa shakamatwa. Mmeona miili ya watu kweli huko Tanzania. Watu wameuawa huko, watu wameuawa. Huko watu wameuawa vizuri, sio kama watu wameuawa bana. Haya, number 2. Kuna kitu kinaitwa lack of cooperation from governments. You know, the ICC depends on member countries to help make arrest. Unanielewa? Yaani hiyo unaona hiyo Tanzania hiyo hapo. Sasa kuna kesi watu wameuawa, sijui Samia ndo alikuwa nini. Nchi inatakiwa kufanya nini? Kuhusika kwenye mtu wao kukamatwa. Sio nchi tu, serikali. Kama serikali yenyewe ndio inatakiwa kukamatwa, kwani unadhani kuna namna wananchi? Wewe unadhani wananchi wanaweza wakaambia ICC kujeni mkamate mtu? Wewe unadhani watakuja? Ni nchi, ni hiyo serikali inatakiwa lakini serikali hii ambayo inatakiwa kusukuma mtu akamatwe ndo wale ambao wamefanya makosa. Sasa unawakamata vipi? Utaanzaje hadi yani hapo kwenye kuwakamata unafanya vipi? So hakunaga hiyo cooperation ya governments. Number 3 ni political power and protection. Many African presidents control the army, police, courts, alafu inafanya inakuwa impossible. Umenipata? Making it nearly impossible for anyone
inside the country to arrest them or allow the ICC to do so. Yaani unajua ICC haivuki tu border inakuja inakamata mtu. Inapitia watu fulani. Haya sasa kwa mfano hapa nani anapitiwa? Murkomen. Anapitiwa ndo Ruto akamatwe, inawezekana? Is it possible? Ingia Tanzania. Mkuu wa jeshi Tanzania anaitwa nani? Yule jamaa ambaye mlimuona anafanya press akisema ni majambazi walikuwa wasio wanafanya nini? Yule jamaa anaweza kafanya Samia akamatwe? Si ni watu wake, si ni timu moja, anakamatwa saa ngapi Samia? Haiwezekani. Hata koti yenyewe tu ni koti gani itasema Ruto akuja akamatwe hapa Kenya? Hata Martha Koome hawezi kusema kitu kama hiyo. Yaani tuna kibarua kigumu sana hapa. Yaani when it comes to marais kutumia kifua, tuna kibarua kigumu, bado tuna kibarua kigumu sana. Kitu cha nne ni hiyo fear of instability. You know, neighboring countries and even international powers sometimes avoid pushing for arrest because they fear it might cause civil war or chaos in that country. Imagine sasa kuna watu tu wako huko, yani they're like hapana, Ruto hawezi kamatwa, anakamatwa vipi? Haiwezekani, sui nini, inakuwa ni issue. Kama Museveni ndio alikuwa amepush, inakuwa ni vita. Tanzania wanapigana na wa Uganda wanapigana na wa Kenya. Inakuwa ni vita too much. Hata akina Ruto hawezi kupush. Kwanza hata wanapush vipi na wao wenyewe ndio wamehusika kwenye mauaji hapa nyuma hapa. Wanafanya vipi yani ili Samia akamatwe? Wanafaa kupush but they cannot. Sasa Museveni anaweza kapush Samia akamatwe. Ruto anaweza kapush Samia akamatwe. Ama huyo Samia anaweza kapush Ruto akamatwe, na wanafanya almost the same thing. Si hivyo ambavyo Ruto alikuwa anasema ni wezi, majambazi wanataka kuvuruga nchi. Huko anasema the same thing na Samia. Hao walikuwa wanataka si kufanya nini? Kuna claims zile za neo-colonialism. You know, some African leaders accuse the ICC of targeting African unfairly. So ikishafika hapo tu hiyo cases tunaona imeisha. And they are like, sisi we are against that ICC thing. Sisi hatukamatwi. Nyie mnataka kutukamata sisi mtunyanyase, si ndio? So mara nyingi waga inaonekana kama a western tool. Umepata hii argument imefanyaga mpaka nchi za hapa Afrika hawataki kabisa kucooperate na ICC investigations. Hawatakagi big time, na hii inafanya kazi inakuwa ngumu. Hawawezi kukamatwa tena, mtazamaji wangu. Weak enforcement power. The ICC does not have its own army or police. Hawana, ni watu ambao wana depend kwa manchi. Unaona kama hiyo Tanzania, ni Watanzania wanafaa wafikishe. Hawana, yani ni kama unaniambia wewe unaweza ukanikamata wewe kama wewe. Uwezi, lazima upitie mtu ndo unikamate. Inamaanisha lazima utembelee idara ya ulinzi, kuna afisa wa polisi au maafisa wa polisi, una report pale nini, maafisa wale wa polisi watatumwa wengine waje wakanikamate mimi. Lakini sio wewe uwezi kunikamata. Ni watu tu. So hakuna, yani hawana hiyo enforcement power yani. Hakuna, wana depend kwa wale watu, na wale watu ndo wanafanya makosa. Sasa unawakamata vipi? Utafanya nini ndo wakamate? Then kuna support from allies. Some presidents have strong international friends ambao wanafanya nao biashara. Umenipata? Wanafanya nao biashara. Hii sometimes ina discourage hata ICC kuact. Umenipata? Kwa sababu sasa uwezi, utafanyaje huko? Unakuta mkubwa hapo rafiki yangu wewe unataka kumkamata vipi? Kuna siasa hata kwenye nani hii hapa kuna kuaga na siasa, by the way. Kwa wale ambao hawajui tu, unakuaga na siasa. Haya, kuna kitu ambacho kinaitwa manipulation of local justice system. Viongozi wanavyo control judiciary. Alafu sasa hiyo wanakuambia inabidi sisi tujitegemee wenyewe. Hakunaga kujitegemea, wanauzi control. Ndo in case of anything, hata yeye mwenyewe akifanya makosa inakuwa ni kitu cha kwao. There is nothing you can do about hiyo koti. Ni cha kwao. Hivyo ndo namna ambavyo wanafanya mambo. Asa, utaambiaje ICC sui kuja ifanye nini? Wanakuja kufanya nini? Wao wenyewe wanakuja kufanya nini? Si wana lazima waangalie hapa Kenya hapa. Hiyo DCI inasemaje? DCI yenyewe si ni ya Ruto, hiyo itasema Ruto ni mzuri. Sasa wataji. Haya. Lakini
kumekuwa pia na mapropaganda kadhaa tu kwamba government inatumiaga hizo vyombo vya habari kuconvince citizens kwamba ICC ni enemy ya Afrika, inafanya hata public supports inakosekana kwa ICC kukamata mtu. Umempata? Inakuwa kazi ngumu, I'm telling you. Inakuwa kazi ngumu. Sorry, inakuwa ngumu sana mtazamaji wangu. So mambo ni kama hayo, mimi sina kitu kingine cha kuongezea. Kama kuna mtu ana kitu hapo anataka kuongezea hapo chini kwenye sehemu ya comments, you can do that. Then kila kitu kitakaa sehemu ambapo inatakikana. Tukutane kwenye video ambayo inafuata. Bye bye.